Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Miriam Mlaponi, na kwenye habari za kimataifa tutaungana na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Mwigulu ataka kazi za serikali zifanyike makao makuu ya nchi Dodoma. Na katika biashara, TRA kuunganisha zaidi ya kampuni 300 kwenye mfumo mpya wa usimamizi wa kodi. Na katika habari za kimataifa, Marekani kujiondoa rasmi kutoka WHO. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa serikali inataka kazi zote zifanyike makao makuu ya nchi ili kusogeza huduma karibu na wananchi. Mwanahabari wetu Mohamed Jamal anayo taarifa zaidi. Dr. Nchemba ameyasema hayo Alhamisi Januari 22, 2026 alipotembelea ofisi za Wizara ya Maji na Wizara ya Madini zilizopo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma, ambapo ameziagiza taasisi zote ambazo zimeshakamilisha ujenzi wa majengo katika makao makuu kuyatoa majengo hayo kwa taasisi ambazo haziwajibiki kuhamia Dodoma lakini bado zimepanga. Aidha, waziri mkuu amesema kwa kuwa ofisi za serikali zipo karibu, hivyo hakuna haja ya kuandikiana barua za masuala mbalimbali ya utekelezaji, badala yake waweke mpango wa kutembeleana katika ofisi husika ili kutatua jambo lililokwama kwa wakati. Akizungumza wakati akikagua majengo ya Wizara ya Madini, Daktari Mwigulu amewataka wataalamu wa madini kuendeleza jitihada kwenye tafiti za madini ili kujua utajiri uliopo nchini. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana kwamba mmehamia katika jengo hili, na kule Dar es Salaam lile jengo mmezipatia taasisi ambazo hazikuwa na ofisi, taasisi zilizokuwa zinapanga. Serikali ilikuwa inaingia gharama kuweka taasisi zake kwenye majengo ya kupanga. Hatua hii mliofanya ni nzuri sana. Sasa nitumie fursa hii kuzielekeza taasisi zingine zote kwamba makao makuu ya nchi ni Dodoma. Na hapa Dodoma tumehamia. Hapa ndo makao makuu ya nchi. Hii sio kambi. Kwa hiyo wale ambao ofisi zimeshakamilika hapa na bado wameshikilia na ofisi zingine sambamba, tungali na baadhi ya taasisi za serikali ambazo zenyewe haziwajibiki kuhamia huku zinapanga. Hii si sawa. Mheshimiwa Waziri, mwelekeze Katibu Mkuu atengeneze timu ifanye tathmini ya majengo yote ya serikali yaliyoko Dar es Salaam ambayo yako underutilized, nipate hiyo ili tuyagawe kwenye taasisi zingine ambazo zinapanga na ingali serikali na majengo yasiyotumika. Kwa upande wake, Waziri wa Maji Jumaa Aweso amemshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kufanya maamuzi ya kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ofisi kubwa zilizohakikishia watumishi mazingira mazuri ya ufanyaji kazi. Naye Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema kuwa ujenzi wa jengo hilo umesaidia kutekeleza maagizo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha huduma zote zinatolewa katika eneo hilo. Ni kushukuru sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameahidi kufanya kazi kwa uaminifu, uwajibikaji na uadilifu katika kuwatumikia Watanzania, akisema dhamira yake ni kuhakikisha taasisi zilizo chini ya wizara hiyo zinatekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, haki na misingi ya utawala bora. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Katambi ametoa kauli hiyo jijini Dodoma mara baada ya kuapishwa kwa mwenyekiti wa tume ya Jeshi la Polisi, Magereza, Zimamoto na Uhamiaji, huku naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Mohamed Mahmud akiapa kuwa makamu mwenyekiti wa tume hiyo. Amesema tume hiyo ina jukumu kubwa la kusaidia mamlaka za mahakama na bunge katika kutenda haki, hususan katika masuala ya nidhamu, rufaa na maamuzi mbalimbali yanayohusu vyombo vya ulinzi na usalama. Tutafanya kazi kwa uaminifu kwa kadri ya kiapo chetu kilivyotuongoza, lakini pia tutafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa katika kipindi chote upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana Tanzania bara na visiwani. Tutafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na mahakama hii adhimu utukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na visiwani,
lakini pia tutafanya kazi yetu kwa uangalifu, makini, uaminifu na uadilifu na kwa mujibu wa sheria katika kufanya majukumu na kutekeleza majukumu yote ya tume hii ambayo leo tumeapa mbele yako. Kwa nikushukuru sana, lakini pia tutafanya hivyo hivyo katika muhimili wa Bunge. Tutafanya hivyo kwa Watanzania wote kwa maslahi ya nchi yetu, lakini pia kwa msingi wa haki. Kwa upande wake, naibu waziri Ayub Mohamed Mahmud amesema dhamira ya serikali chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuwatumikia Watanzania kwa haki na usawa, akisisitiza kuwa uongozi uliopo umejikita katika kulinda maslahi ya wananchi na kuimarisha taasisi za haki na usalama nchini. Tuendelee kuahidi tu kwamba mashirikiano yetu kwenu yapo ya kutosha. Kwa kila ambalo linahitajika, basi wewe tu taarifa, tutajitahidi kutoa ushirikiano, na maelekezo ya Mheshimiwa Waziri siku zote yamekuwa yakituelekeza vizuri katika kufikia malengo mema ya nchi yetu na wananchi wake. Mheshimiwa Rais ana malengo makubwa, ana utashi wa kisiasa, ana shauku ya kibinadamu kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaishi vizuri. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Jaji Suleiman Haji Hassan amewapongeza Waziri Katambi na Naibu Waziri Ayub kwa kuapishwa na kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia misingi ya haki, maadili na sheria katika utekelezaji wa majukumu yao, akisisitiza kuwa tume hiyo ni nguzo muhimu katika kuimarisha uwajibikaji na ufanisi wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini. Jukumu hili kama mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume, lakini pia kwa nafasi zenu za uwaziri na naibu waziri. Kwa hiyo kwa hili sina makubwa ya kuzungumza zaidi ya kuwatakia heri na kuomba Mungu kama nilivyosema uongozi wote. Ni kushukuru sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mwananchi mmoja wa kitongoji cha Mpakani, kata ya Ijombe, halmashauri ya wilaya ya Mbeya mkoani Mbeya, amefariki dunia baada ya kusadikika kuuawa na kaka yake, akiamulia ugomvi uliotokana baina ya kaka yake na watu wengine. Mwanahabari wetu Daniel Semelta kutoka Mbeya anayo taarifa zaidi. Ni majonzi walionayo ndugu wa kijana mwendesha bodaboda alikatishwa uhai wake kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali sehemu ya kifua na kaka yake wa damu. Mwenyekiti wa kitongoji cha Mpakani Ambias Aaron amezungumzia kuhusiana na tukio hilo. Aliyefariki anaitwa Ndele Jamson Mwananginga, ambaye yeye aliamshwa, alipigiwa simu kwamba kaka yako analeta vurugu huko kwenye grocery usiku. Kwa hiyo alivyoamka alifika eneo la tukio na alimkuta kweli kaka yake analeta vurugu pale. Kwa hiyo wakasaidiana katika kumshika, akasema huyu mimi naweza kumudu niende naye nyumbani. Katika kumbeba akawa ametoka naye nje, kumbe bila kujua kwamba yule kijana kaka yake alikuwa ana kisu mfukoni. Alichomoa kisu na kumchoma eneo la kwenye nani upande wa kushoto, si wa nani, akamshusha akachoma. Yule kijana akaanguka chini. Kwa alivyoanguka chini akasema basi blazo umefanikiwa kuniua. Baada ya kusema hivyo, wale waliokuwepo pale wakapiga akili kwamba basi huyu tumwaiche hospitali kwa kutumia bodaboda. Kwa hiyo walichukua bodaboda kumpeleka hospitali. Hata hivyo, ndugu wa marehemu huyo Mwalizi Sawasawa amesema kuwa marehemu alikuwa mchapakazi na mzalendo katika jamii. Hii tukio limetugusa kwa sababu huyu aliyeondoka alikuwa ni kijana mchapakazi, mwaminifu, mtiifu. Kwa maana hiyo limetugusa sana sisi kama wanafamilia, sababu kama ni kazi alikuwa anaweza kumsaidia hata mama kwenye kazi zake. Wakati wote alikuwa anashirikiana na mzazi wake kwenye shida na raha. Ndio maana nasema limetugusa sana. Shughuli zake ilikuwa ni kilimo sana sana, ni vibarua vya kulima. Baada ya kufanya hii kazi kwa muda mrefu, aliamua kujiunga na dereva wa bodaboda. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliofika katika msiba huo wamezungumzia namna walivyomfahamu marehemu huyo. Natushangaza sana, hawajawahi hata siku moja tangu wazaliwe wakue, ndio hili linashangaza sana. Tulipo hapa tunashangaa, mtu na mdogo hatujawahi, tunashangaa sana. Na hawana baba yao, baba yake alifariki, lakini hili linatushangaza.
tulipo hapa hatujawahi tukio kwamba tuone kama hili. Na vijana tunasema jamani, msirudi usiku, ila muwage mnarudi mapema. Uwe mkulima wa jembe, tafuta hera. Ugomvi hautakiwa hata siku moja. Si nipende kushauri hususan kwa wanajamii na wanakijiji. Tunatambua mazingira kwamba ujana una mambo mengi, lakini tuache kutumia vilevi, pombe zenye asali kali. Tumia kwa kiasi, kwa kadiri vile ambavyo Mungu atakujalia. Usilewe kupitiliza ukabadili mwelekeo wa akili yako. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya Mbeya mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Ni kushukuru sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Mara imewahimiza wananchi kutoa ushirikiano kwa wawekezaji wa kigeni wanaoendelea kuwekeza katika sekta ya madini, ikiwemo kupisha maeneo kwa ajili ya shughuli za uwekezaji ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi ndani ya mkoa huo. Mwanahabari wetu Adam Kadutu ameandaa taarifa zaidi. Sekta ya madini imeendelea kuonesha ukuaji mkubwa, hali inayowavutia wawekezaji mbalimbali wa kigeni kufika hapa mkoani Mara kwa lengo la kuwekeza katika uchimbaji wa madini na kuongeza ajira pamoja na mapato ya serikali. Katika hatua hii, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amefanya ziara wilayani Butiama na kuzindua rasmi mgodi mkubwa wa uchimbaji wa madini unaotarajiwa kuongeza mchango wa sekta hii katika maendeleo ya wilaya na mkoa kwa ujumla. Kwa hapa kwenye eneo ambalo ni mradi mpya ambao utakwenda kuongeza mapato ndani ya serikali yetu ya mkoa, lakini na taifa kwa ujumla. Tunashughulika na shughuli za uchimbaji wa madini aina ya dhahabu, na baada ya kuwa tumepata nafasi ya kupata technical supporter kutoka kwa ndugu zetu wa China, tulifuata vigezo vyote. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mgodi huu, Kanali Mtambi anasisitiza umuhimu wa wananchi kushirikiana na wawekezaji kwa kutoa maeneo na kulinda mazingira ya uwekezaji, akieleza kuwa uwekezaji wa madini ni fursa ya kuinua uchumi wa wananchi na kuharakisha maendeleo ya jamii zinazozunguka migodi hii. Vijana wetu watapata kazi hapa, na nyie mtapata mahali pa kuuzauza vitu, kukimbizana na nini. Kuna viela vitaingia hapa, kuna kamnyororo ka thamani katakuwepo hapa. Lakini si hilo tu, uuzaji, utalipa kodi, mapato ya serikali, mapato ya halmashauri, na upande wa serikali ya kijiji hapa kuna vimapato na nyie mtapata humo. Kwa upande wao, viongozi wa maeneo husika pamoja na wananchi wanaahidi kushirikiana na wawekezaji, huku wakisisitiza umuhimu wa wawekezaji hawa kutekeleza wajibu wa kurudisha kwa jamii kupitia miradi ya maendeleo kama vile elimu, afya na miundombinu. Nimefurahi sana na ninaendelea kuhamasisha kama kuna wawekezaji wengine. Sisi eneo letu la Butiama limezungukwa na migodi mingi, kwa hiyo warejee na wakaribie tu, sisi tutawapokea. Wameshatuahidi kutujengea jengo moja lenye vyumba viwili vya madarasa, shule ya sekondari Manyawa wa Mkoma. Hao wawekezaji tumewapokea kwa furaha kubwa, kwa sababu tutashiriki naye katika shughuli za maendeleo na kuinua manufaa katika wilaya yetu ya Butiama. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Ni kushukuru sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Mwanza ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuzindua mradi mkubwa wa meli ya MV New Mwanza ambayo tayari ujenzi wake umekamilika kwa 100% kwa ajili ya kuanza rasmi kutoa huduma za safari zake. Kutoka jijini Mwanza, Emmanuel Meshak ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumzia ziara ya Waziri Mkuu mkoani Mwanza, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Dr. Mwigulu atazindua rasmi meli hiyo Januari 23 mwaka huu kwa ajili ya kuanza kuhudumia wananchi kupitia safari zake. Uzinduzi wa meli hii si tu utekelezaji wa ahadi ya serikali ya awamu ya 6, bali pia ni utimizaji wa ndoto ya muda mrefu ya wananchi wetu wa kanda ya Ziwa. Ndugu wanahabari, nimewaleta hapa ili niweze kutoa taarifa ya kukamilika kwa mradi huu wa meli ya MV New Mwanza, na ninayo heshima kubwa kuwajulisha kwamba katika bandari ya Mwanza South, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba,
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua rasmi kuanza kwa huduma za safari ya meli hiyo. Profesa Mbarawa amesema kuwa meli hiyo imejengwa kisasa na ina uwezo mkubwa wa kubeba abiria na mizigo, ambapo mpaka kukamilika kwa ujenzi wake imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 120, huku akishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa fedha za kukamilisha ujenzi huo. Meli hii imeundwa kwa viwango vya kimataifa na ina urefu wa mita 92.6, karibu sawa na uwanja wa mpira wa miguu, na upana wa mita 17, ikiwa na kimo yani height ya ghorofa 4. Ujenzi wa meli hii umetumia gharama ya shilingi bilioni 120.562. Wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani, mradi huu ulikuwa umefikia asilimia 40 tu ya utekelezaji, huku mkandarasi akiwa amelipwa shilingi bilioni 40.644. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imewezesha mradi huu kukamilika kwa kutoa kiasi chote cha fedha cha shilingi bilioni 79.918 zilizokuwa zimebaki ili kukamilisha mradi huu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi katika maeneo yote atakapofika waziri mkuu kwa ajili ya kumsikiliza. Tunategemea kumpokea pale airport kuanzia saa 2 na atafanya kazi kubwa 3 kwa siku hiyo ya kesho. Kazi ya kwanza, Mheshimiwa Waziri ataieleza vizuri kituo kile cha uongozi pale Malaika, ataieleza vizuri. Lakini kazi ya pili inahusu Wizara ya Maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu kesho hiyo pia atapata nafasi ya kuweka jiwe la msingi katika mradi wa maji, matenki ya maji hapa. Kwa hiyo ratiba utapewa. Lakini kazi ya tatu ambayo ni kubwa, Mheshimiwa Waziri ataieleza, ni uzinduzi wa meli yetu mpya. Kwa hiyo wananchi wajitokeze kwa wingi katika mikutano hiyo yote mitatu ili waweze kumsikiliza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Mjane wa marehemu Ali Kafuye anayefahamika kwa jina la Pili Kafuye, mkazi wa eneo la Makabe Msakuzi wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam, ameiomba serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu kuingilia kati mgogoro wa nyumba unaomkabili hadi kufikia hatua ya kutolewa nje vyombo vyake kupitia mabouncer, zoezi ambalo limefanyika chini ya usimamizi wa askari wa jeshi la polisi kutoka kituo cha polisi Kimara. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam muda mfupi baada ya tukio hilo, mjane ameiomba serikali kumsaidia kupata haki yake na kwamba yupo tayari kuendelea kulala nje katika kipindi chote ambacho vyombo vyake vitakuwa nje mpaka haki yake itakapopatikana, kwa kuwa anaamini eneo hilo ni lake na walilimiliki kihalali yeye na marehemu mumewe. Mimi nimestukia tu kuna gari la polisi limekuja, mapolisi sijui 8 sijui wangapi na mabouncer zaidi ya 15. Kuna jirani wakawa na hoji, jamani mmekuja kufanyaje? Wakasema tumekuja kwa ajili ya kumtoa mama nje na kuvunja nyumba. Nitalala hapo vyombo vinapolala na mimi nitalala hapo. Manake nikitoka ni kwa vitu vitaibiwa, itabidi nilale nje. Lakini mimi vyote kwa vyote nilikuwa napambania haki yangu, kwa sababu najua hii ni haki yangu, maana siwezi kuacha. Na kama waziri mkuu alivyosema, kama watu wasikae na madukuduku wakakaa na kinyongo. Kwa hiyo mimi pamoja na kuwa yeye sheria labda imempa haki, sheria imempa
sheria yeye, lakini mimi hiki kitu ni haki yangu. Mmoja wa majirani wa mjane huyo aliyeshuhudia utekelezaji wa zoezi hilo la kutoa nje vyombo, Bwana Maulidi Athumani, ameeleza kushangazwa na tukio hilo, kwani anatambua kuwa nyumba hiyo ni ya mjane huyo na wamemfahamu kwa miaka mingi akiwa na mumewe ambaye kwa sasa ni marehemu. Huyu mama tuko naye muda mrefu sana. Nashangaa leo wamekuja mabounce hapa na watu wengine wa serikali kuja kumfanyia vurugu huyu mama na kumtolea vyombo vyake nje. Kama hivyo tunavyoona, wananchi wamemtolea vyombo nje mama na kutaka nyumba yake ivunjwe, na pale mlangoni wameblock ili mama asiingie ndani. Kwa hiyo mimi nachoomba, nikiwa kama mimi mwananchi wa Mbezi Msakuzi, na huyu mama mimi namfahamu kuanzia yeye mwenyewe, mume wake hadi watoto wake nawafahamu, hadi ofisini kwao walikuwa wanafanya kazi nawafahamu. Kwa hiyo naomba mumsaidie, hili shamba ni la kwake, au wengine wanakuja wote ni matapeli. TVE Habari imezungumza na mwanadada Zawadi Mlimila, huku akiomba kutorekodiwa kwa picha za mjongeo, yaani video, ambaye ndiye anadai kuwa eneo hilo ni mali yake iliyokuwa ikimilikiwa na marehemu mama yake mdogo. Mimi sio mmiliki halisi wenye ile eneo. Mmiliki ni mamangu mdogo ambaye anaitwa Paulina Ndunguru. Sasa hivi ni marehemu. Majina yako? Mimi naitwa Zawadi James Mlimila. Sawa eh? Kwa hiyo mama yangu alinunua ile eneo kwa mzee Mpendakura ekari 5.5. Na mzee Mpendakura alikuwa na ekari 8.5. Ekari 2 zilikuwa za mjomba wake anaitwa Sebastiani. Wakauza ekari 5.5 kwa Ali Kafuye, ambaye Pili Kafuye ni mke ambaye yuko hapa sasa hivi. Lakini ile eneo upande ule wa kusini, kama unakuwa kwenye zile nyumba kule, kwenye zile nyumba kule, lilikuwa la mume wake wa Pili Kafuye. Hizi eka 5.5 zilikuwa eka 3.5 Mpendakula, eka 2 ni Sebastiani, zikachanganywa kuwa eka 5.5. Eneo liliuzwa kwa mama yangu mwaka 1989. Limemilikiwa eneo miaka yote bila mgogoro mpaka kufika 2017 ndipo ukatokea nini mgogoro baina ya Pili Kafuye na mama Paulina Ndunguru. Hata hivyo, TVE Habari imezungumza na Nestori Mtaki ambaye ni dalali wa mahakama aliyekuja kutekeleza agizo la kumtoa mjane huyo, huku pia akiomba kutochukuliwa kwa picha, ambapo katika mazungumzo yake amedai hilo ni agizo halali la mahakama kuu. Nimekuja kufanya utekelezaji wa amri ya mahakama ya kumuondoa bibi ndani ya nyumba, na nilifanya hivyo mara ya kwanza, na baada ya kumuondoa lakini alirudi tena ndani ya nyumba, na leo tena tumekuja kwa ajili ya kufanya eviction ya kumtoa tena ndani ya nyumba, kwa sababu alipeleka maombi. Sawa, alipeleka maombi mahakama kuu kupinga utekelezaji wa mara ya kwanza. Kwa hiyo mahakama kuu imetoa amri, imefuta ile kesi yake. Tarehe 24 maamuzi yametoka. Sawa bwana, kwamba utekelezaji uendelee, na leo nimekuja kutekeleza. Mara baada ya kutekeleza zoezi hilo la kumtoa mjane huyo ndani ya nyumba hiyo, waliamua kuleta fundi wa kuchomea mageti ili kuziba mageti ya nyumba hiyo na kuzuia mama huyo kurejea katika nyumba hiyo, wakimwacha mjane huyo na vyombo vyake nje, huku mpango ukiwa ni kuibomoa nyumba hiyo. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Katavi, ambapo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi imejipanga kufanya ufuatiliaji wa nyumba kwa nyumba kwa baini wanafunzi ambao hawajaripoti shuleni, huku ikiahidi kumshauri mkuu wa wilaya kutumia mamlaka alionayo kutunga sheria ndogo zitakazowezesha kuchukuliwa hatua dhidi ya wazazi au walezi watakaoshindwa kuwapeleka watoto shuleni. Mwanahabari wetu Neema Hussein anayo taarifa zaidi. Wakizungumza katika kikao cha kamati ya ushauri cha wilaya, watendaji wa kata pamoja na watumishi wamesema kuwa katika jitihada za kuhakikisha mtoto anaripoti shuleni, wamebaini kuwa baadhi ya kaya mzazi ana nia ya kumpeleka mtoto shule, lakini mtoto mwenyewe amekuwa kikwazo cha kupata elimu. Kuna wale watoto ambao automatic yeye mwenyewe hataki kabisa kusoma. Kwa mfano, mimi pale kwangu ndani ya hizi siku 2 hizi tulikuwa tunajaribu kuwaita wazazi lakini na watoto pia. Wazazi wapo, wazazi wawili walikuja na uniform ameshashona na tayari ana daftari na kila kitu. Anasema kwamba mtoto hataki kwenda shule na automatic mtoto hataki kwenda shule, lakini mahitaji yake yote mzazi yuko tayari kutimiza na amekuja nayo mpaka ofisini pale.
Tunamuuliza mzazi kwa nini hajaenda kuripoti mtoto mpaka leo. Anasema mtoto anakataa shule. Tunamuita mtoto. Mtoto ukimuita unamwambia utaki shule, ndio sitaki. Unataka ukavute bangi, unataka ukafanyaje? Mtoto anasema sitaki. Unamwambia umri wako bado mdogo, huko liza kwenda kusoma, anasema niko liza kwenda kusoma. Baadaye kidogo mzazi anamwangalia. Mwanasheria anaweza kumshauri vizuri mheshimiwa mkuu wa wilaya wale mamlaka aliyopewa atunge ile amri halali ambayo itadumu kwa kipindi cha mwaka mmoja ili tuweze kufanya msako wa kisheria kwa wale watoto ambao wazazi ambao wapeleke watoto wao shule na walezi, basi watakuwa na nguvu ya kuwajibishwa kisheria. Kipindi cha nyuma mimi nakumbuka ile amri halali ya mkuu wa wilaya ilisaidia sana. Na nikwambie tu mwenyekiti, mazingira ya wilaya ya Tanganyika hakuna mwananchi mwenye kuweza kuhimili misukosuko na serikali. Mpaka sasa katika shule 19 za sekondari ndani ya halmashauri ya wilaya Tanganyika ni 40% pekee ya watoto walioripoti shuleni, huku katibu tawala ambaye alizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Tanganyika katika kikao hicho akitoa maadhimio ya kikao kuhakikisha asilimia za uripoti zinaongezeka. Tunaona asilimia uripoti ni asilimia 40 mpaka tarehe ya jana kwa shule zote 19 za sekondari ndani ya wilaya Tanganyika. Swala la kutumia sheria litumike katika kutatua hili tatizo la watoto kwenye shule. Tunakwenda mguu kwa mguu, mtoto kwa mtoto. Tuwajue wote wako wapi. Hakuna ujanja, ni kukazia kwenye sheria tu. Watakwenda uhiari kwenye elimu haupo. Aidha, kikao hicho kimetoa muda wa siku 10 za kufanya tafiti ili kubaini ukubwa wa tatizo hilo kisha kuanza utekelezaji ili kuongeza idadi ya uripoti wa wanafunzi. Ni kushukuru sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amefanikiwa kumaliza mgomo wa wafanyakazi zaidi ya 1500 wa kiwanda cha Namera kilichopo Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam, mgomo uliokuwa umeanza tarehe 16 Januari 2026. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Mgomo huu ambao ulitokana na madai ya mishahara, ambapo mshahara wa kima cha chini kwa sekta binafsi umewekwa kwa mujibu wa tangazo na amri ya serikali namba 605A ya tarehe 13 Oktoba mwaka 2025 inayotoa ongezeko la wastani wa asilimia 33.4. Kana ongezeko hilo, mshahara wa chini umeongezwa kutoka shilingi 275,060 mwaka 2022 hadi shilingi 358,222 kwa mwaka 2025. Akizungumza na wafanyakazi pamoja na uongozi wa kiwanda hicho, Mpogolo amesisitiza kuwa amri ya serikali ni lazima kutekelezwa na kwamba kuna kampuni wala taasisi au mwajiri yeyote anayekubalika kushuka katika viwango vilivyowekwa kisheria, huku akikitaka kiwanda hicho kupitia uongozi wake kushirikiana na chama cha wafanyakazi nchini TWICO kufanya uchaguzi wa viongozi watakaokuwa wakitetea maslahi ya wafanyakazi wa kiwanda hicho. Mshahara ambao uko kwenye tangazo la serikali ndio utakuwa mshahara huo. Ila mwajiri hatumkatazi, anaweza akafanyaje? Akaongeza. Sasa ili mwajiri aweze kupata nafasi ya kuongeza mshahara, ni lazima kuwe kuna mahusiano kati ya wafanyakazi na mmiliki na mwenye mali, lakini sambamba na chama cha nini? Cha wafanyakazi. Sasa nilichogundua, chama cha wafanyakazi na wao inawezekana bado wao wenyewe kujitambua, au namna upatikanaji wao haikuwa sawa, au sisi wafanyakazi kwenye mikutano ile ya wafanyakazi ya kuchagua viongozi wetu hatukushiriki inavyostahili. Mnao wao viongozi wa muda wa mpito hawa, waandike barua na mimi wanipe nakala, waandike barua TWICO, na kwenye ile barua waandike watu ambao hawana imani na viongozi wao. Kwa upande wake, mmiliki wa kiwanda cha Namera amesema yupo tayari kutekeleza makubaliano yote yaliyofikiwa kati ya uongozi wa kiwanda hicho na serikali, huku kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi wa Ilala Justino Mgonja akimpongeza mkuu wa wilaya kwa kuchukua na kurejesha hali ya amani na utulivu katika kiwanda hicho. Mimi wamesema 200,000, utapata 200,000 mpaka hiyo ingine inakuja supplement mpya. Sawa? Namera ni eneo la kwangu la kiulinzi. Kwa hiyo hapa ni kwangu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyoanza, alianza kwa kuwapa pole. Hapa mwisho tunapomalizia
kwa kuwa tunakwenda kwenye utekelezaji, mimi nawapa hongera. Awi, nimefurahishwa sana na maneno ya GM, mkurugenzi wenu. Anasema kama anapenda mimi rudi wapi? Na imani hilo limekwisha. Ndugu zangu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya aliwapa mfano wa kota pin. Tulikuwa tunajiuliza sisi, mimi kila siku asubuhi napata taarifa kwa OCD. Nimepeleka defender pale, kuna watu wanawazuia wengine kuingia kazini, kuna watu hawataki kuingia kazini, lakini mwisho wa siku nikaja kuambiwa kwamba sasa watu wote wafanye nini? Hawaingii kazini. Mheshimiwa mkuu wa wilaya akasema hapana, sasa hili ni lazima tunyanyuke. Kwa kuzingatia kazi na utu, tumenyanyuka, tumekuja. Na hili litakuwa limekwisha. Awi. Nao baadhi ya wafanyakazi wa kiwanda hicho wameeleza kuridhishwa na hatua zilizochukuliwa na serikali, huku wakisema kuwa zimeleta matumaini mapya ya kurejesha amani kazini. Utata ulianzia kwenye tangazo la aliyekuwa waziri wa kazi baada ya kutoa tangazo la ongezeko la mshahara kutoka 270,000 mpaka 358,322. Mwajiri wetu kaja kutuambia kwamba mshahara ni 200,000 na hiyo 200,000 yenyewe ikaenda kuomba. Ina maana hiyo 200,000 ikaenda kuomba kupunguziwa. Yeye alikuwa anataka kutulipa bei gani ambapo serikali imetangaza 300,000 na shilingi 58,000. Oktoba 2025 waziri alikuja na tangazo la kutangaza namna ambavyo viwango vya mishahara vimeongezeka. Na katika tangazo hilo alisema kwamba mishahara umeongezekwa kwa wastani wa shilingi 358,000. Wastani wa ongezeko la mishahara. Tukisema wastani maana yake ni mishahara yote, anachukua ile sekta zote, mishahara ile yote inajumlishwa, inagawanywa kwa idadi za zile sekta, ndio anapata ongezeko la wastani, kwamba kwa mwaka huo mishahara imeongezeka kwa wastani wa kiasi gani. Sisi tuko kwenye sekta ya viwanda. Kwa sekta yetu ya viwanda, sisi mshahara wetu umeongezwa kutoka 1,500,000 mpaka shilingi 200,000. Huo ndio mshahara ambao sisi sekta ya viwanda tunapaswa kulipwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza 26 mpaka 2029. Kufuatia kumalizika kwa mgogoro huo, shughuli za uzalishaji katika kiwanda cha Namera zinatarajiwa kurejea kama kawaida. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Chato Kusini Pascal Lutandula ameendelea kutekeleza ahadi yake ya kuwezeka majengo ya shule mbalimbali zilizopo jimboni kwake ambazo kwa muda mrefu madarasa yake yalikuwa hayajaezekwa. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha uwepo wa mazingira bora, salama na rafiki kwa wanafunzi kujifunza. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Akikabidhi bati 200 katika shule ya msingi Ndalichako iliyopo kata ya Bwanga, kwa niaba ya mbunge huyo, katibu wa mbunge Joseph James amesema ni wajibu wa viongozi wa shule na jamii kwa ujumla kusimamia ipasavyo matumizi ya bati hizo na kuhakikisha hazitumiki kwa shughuli nyingine tofauti na lengo lililokusudiwa. Mheshimiwa mbunge alisikia kilio cha watoto wetu kwamba wana changamoto ya jengo hili ambalo lina muda mrefu. Nilikuwa napata taarifa hapa ni takriban miaka 7. Hili jengo lipo tu halijaezekwa. Lakini wananchi, nyinyi kwa nguvu zenu mmepambana kutoka msingi mpaka mkafikia hii hatua ambayo mmefikia. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge ameamua kuwashika mkono kwa hiki kipande kidogo ambacho kimebaki. Ametoa bati 200. Nao baadhi ya viongozi wa shule hiyo akiwemo mwalimu mkuu wameelezea kufurahishwa na msaada huo, wakisema kuwa utasaidia kukamilisha zoezi la kuwezeka majengo ya shule na kuchangia kupunguza tatizo la upungufu wa madarasa, hali itakayoongeza ufanisi wa ufundishaji na ujifunzaji. Na ni shule ambayo ina watoto 1045, lakini ilikuwa na uhitaji wa vyumba vya madarasa 23. Tukawa na vyumba 14 na tukawa na upungufu wa vyumba 19. Na kwa mantiki hiyo, lakini hapa shule kulikuwa na boma ambalo hilo boma lilikuwa na vyumba 3 na ofisi 1. Kipekee kabisa na kwa moyo wa shukrani za dhati, nipende kumshukuru sana mbunge wetu ambaye amekuja hapa shuleni kwa lengo la kutoa msaada kwetu kama shule, lakini pia kwa wananchi wote wanaokaa maeneo haya. Shukuru sana, mabati haya tumeyapokea
na yapo hapa tayari kwa ajili ya kazi, na tulikuwa tumekwama kabisa kwa sababu tulikuwa hatuna fedha na hatukuwa na njia nyingine, lakini kwa njia hii ya mbunge kutupatia mabati, amewapatia wananchi mwamko wa kuchangia. Hapa kila mwananchi amechanga shilingi 10,000 kwa ajili ya ununuzi wa mbao. Upande wao, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Bwanga wamesema wameungana na mbunge wao kwa kuchangia kiasi cha shilingi 10,000 kila mmoja kwa ajili ya ununuzi wa mbao zitakazotumika katika zoezi la kuwezeka madarasa hayo, wakisema mchango huo ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za maendeleo ya elimu katika kijiji hicho. Kilichotusukuma na sisi tukafurahia hadi kuchanga ni baada ya mbunge wetu kutia nia na yeye kutuwekea kauzito kake kuhusu mabati haya aliyotuchangia. Na washukuru sana, wabarikiwe, kale walikotoa kadogo wazidishiwe. Hata sisi tunafurahi sana. Maana tulikuwa na mapungufu tuliyokuwa nayo juu ya hii shule, lakini sasa hivi anavyojazilizia anatutia moyo na sisi tutaendelea. Kwanza mimi naona hata hiyo 10 tuliyotoa ni ndogo. Bora hata tungetoa 50 kila kaya. Kumu ambao ndio tumefurahia hapa ni kwa sababu ya watoto wetu walikuwa wanasomea nje. Hatua ya mbunge wa jimbo la Chato Kusini Pascal Lutandula ya kuwezeka madarasa inaonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya viongozi na wananchi katika kusukuma mbele maendeleo ya elimu. Wananchi wa Bwanga wamesema wataendelea kutoa ushirikiano ili kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora, salama na yenye tija kwa mustakabali wao. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini PDPC imetoa muda wa miezi 3 kwa kampuni na taasisi binafsi na za umma ambazo zinajihusisha na utumiaji wa taarifa za watu binafsi na hazijasajiliwa kufanya hivyo ndani ya miezi 3. Kinyume na hapo, serikali itachukua hatua ikiwemo kuwatoza faini na kufungwa kwa kampuni na taasisi hizo. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam juu ya utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, mkurugenzi wa tume hiyo Emmanuel Mkilia amesema hadi sasa ni kampuni na taasisi 10,000 pekee ndizo zimeitikia wito wa serikali wa kujisajili, huku nyingi zikiwa bado hazijatekeleza maagizo hayo. Amesema kufuatia hali hiyo, waziri wa mawasiliano ameongeza muda wa miezi 3 hadi Aprili 8, ambapo baada ya hapo wataanza msako kwa kampuni na taasisi na watumiaji wa taarifa binafsi ambao hawajasajiliwa. Tume inasisitiza kuwa kipindi hiki hakimaanishi kusitishwa kwa utekelezaji wa sheria, bali ni dirisha la mwisho la muda wa hiari la kuhakikisha kwamba taasisi zote zimeshajisajili na utekelezaji wa sheria hii utaanza rasmi. PDPC inapenda kuujulisha umma kuwa baada ya dirisha la mwisho la muda wa hiari kuisha, itaanza mara moja ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria kwa taasisi za umma na binafsi zinazokusanya na kuchakata taarifa binafsi. Ukaguzi huu utahusisha kubaini taasisi za umma na binafsi zinazokusanya, kuhifadhi, kuchakata na kusafirisha taarifa binafsi nje ya nchi bila kuzingatia matakwa ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi sura ya 44 na kanuni zake. Aidha, Mkilia amesema tume hiyo inatarajiwa kuadhimisha wiki ya kimataifa ya faragha na taarifa binafsi duniani itakayoanza Januari 26 hadi 30 mwaka huu, ambapo anatarajiwa kutumia maadhimisho hayo kwa kutoa elimu ya matumizi sahihi na ulinzi wa taarifa binafsi. Lengo la maadhimisho haya ni kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu haki zao kama wahusika wa taarifa binafsi, kuhimiza uwajibikaji wa taasisi zinazokusanya na kuchakata taarifa binafsi na kujenga utamaduni wa kulinda faragha kama nguzo muhimu ya matumizi salama ya teknolojia na huduma za kidigitali. Mwisho, tume inaendelea kutekeleza jukumu lake la uadilifu, weledi na bila upendeleo
kwa lengo la kulinda taarifa binafsi na Watanzania na kujenga mazingira salama ya matumizi ya teknolojia na huduma za kidigitali. Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Ruvuma ambapo shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Ruvuma limetoa wito kwa watumiaji wa umeme pamoja na wananchi ambao miundombinu ya umeme imepita karibu na maeneo yao kuhakikisha wanalinda na kuitunza miundombinu hiyo ili kuwezesha upatikanaji endelevu wa huduma ya umeme kama ilivyokusudiwa na serikali. Kutoka mkoani Ruvuma tuungane na Innocent Horomo. Wito huu umetolewa na afisa usalama wa TANESCO mkoa wa Ruvuma Paulo Maisoli wakati akitoa elimu kwa wananchi waliopitiwa na mradi wa LEA awamu ya pili katika mtaa wa Pambazuko kata ya Shuri ya Tanga manispaa ya Songea. Amesema kuwa miundombinu ya umeme ni mali ya umma, hivyo ni jukumu la kila mwananchi kuilinda na kuitunza ili kuepusha uharibifu unaoweza kusababisha kukatika kwa huduma ya umeme pamoja na kuhatarisha maisha ya watu. Transformer moja ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo itakapochukua inachukuliwa, alafu nyewe mnamwangalia. Akishachukua manake umeme hapo haupo. Umeme utakuwa umezima. Ukizima manake mtakuwa giza. Kwa hiyo ni jukumu lenu kulinda mali zenu. Serikali ni wananchi, si ndio? Na wananchi ndio sisi. Hii miundombinu inapaswa ilindwe. Ninawaomba mlinde transformer. Mtu yoyote ulizeni mtu haruhusiwi kusogelea transformer yenu. Kwa sababu kama ni mfanyakazi wa TANESCO inabidi ajitambulishe. Atajitambulisha na ataonyesha kitambulisho chake. Kwa upande wake afisa uhusiano wa huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Ruvuma Alan Njilo amewataka wateja wa shirika hilo kuhakikisha wanatengeneza miundombinu yenye ubora katika nyumba zao ili kuepuka changamoto na hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na matumizi ya vifaa visivyo na viwango. Usipokuwa na vifaa vyenye ubora, zile radi zinazopiga zile zinatunguzia vitu vyetu, hasa nani socket breaker. Unatakiwa ununue ambayo yenye ubora kabisa. Sio jamani, tumeelewana? Ili kutakapotokea mtikisiko ama kutakapotokea nini ama kutakapotokea hatari yoyote, ile inaanza kuzuia umeme usilete athari. Aidha, wananchi wa mtaa wa Pambazuko wameshukuru serikali kwa kuwapelekea mradi wa LEA katika mtaa wao, wakieleza kuwa mradi huo utachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha maisha yao na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo sisi tunafurahia kupata huduma hii ya umeme kwa sababu kabla kupata huduma ya umeme tulikuwa tunapata shida sana. Hata wake zetu kwenda kusaga tulikuwa tunatumia mashine za diesel. Unaona, unga utoki mzuri, lakini sasa hizi tumepata mpaka kiwanda hapa ambacho kinasaga sembe, kinasambaza mpaka mkoani, kitu ambacho hata wananchi hapa mtaani tunanufaika kwa sababu umeme uliofika na wawekezaji wamekuja mtaani kwetu. Tunafurahi sana. Namshukuru Mama Samia kwa kutuletea umeme huu. Changamoto iliyopo mwanzo, watoto wetu wakitoka shule mchana, jioni muda wa kujisomea unakuwa ni muda unakuwa haupo kutokana nini na giza nyumbani. Mtu mwingine anakuwa na uwezo kununua taa akachajisha, lakini mwingine hana. Mtoto anaingia ndani akalala bila kwenda kujisomea. Kwa mfano mimi mwenyewe na mtoto wangu pale form 4. Inapofika saa 10 lazima amke ajisomee. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika biashara, TRA kuunganisha zaidi ya kampuni 300 kwenye mfumo mpya wa usimamizi wa kodi.